Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumatatu, juma la 6, kipindi cha Pasaka, mwaka C wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza natoka kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 16, aya ya 11 hadi ya 15. Na Injili inatoka kwa mwinjili Yohane, sura ya 15 aya 26 mpaka sura ya 16 aya ya 4. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Yohane. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, ajapo huyo msaidizi nitakayewapelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia. Nanyi pia mnashuhudia, kwa kuwa tangu mwanzo mmekuwepo pamoja nami. Maneno hayo nimewaambia, msije mkachukizwa. Watawatenga na masinagogi, naam, saa yaja atakapozania kila mtu auaye ya kuwa anamtolea Mungu ibada. Na hayo watawatendea kwa sababu hawakumjua Baba wala mimi. Lakini nimewaambia hayo ili makusudi saa ile itakapokuja myakumbuke ya kuwa mimi naliwaambia. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Karibu mpendwa msikilizaji, tutafakari Injili tuliyokwisha kuisikia hivi punde. Leo tunatafakari umuhimu wa kutafuta mwongozo wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu wenyewe. Utangulizi. Masomo ya Jumatatu ya wiki ya 6 ya Pasaka yanatuhimiza kuamini mwongozo wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu ya kila siku. Katika somo la kwanza, Paulo na wenzake wanafuata mwongozo wa Roho Mtakatifu wakionyesha imani yao katika mpango wa Mungu hata wakati mambo yanapoenda kinyume na matarajio yao. Injili inatukumbusha juu ya jukumu la Roho Mtakatifu kama mwombezi wetu, akitupa nguvu ya kushirikisha habari njema kwa wengine. Pendwa wasikilizaji, tunaalikwa kuamini maongozi ya Roho Mtakatifu. Katika somo la kwanza, Paulo na wenzake wanaruhusu Roho Mtakatifu kuongoza safari yao. Wanafuata maelekezo ya Roho Mtakatifu hata mipango yao inapobadilika na kuwaongoza kwenye sehemu zisizotarajiwa. Utayari wao wa kusikiliza na kutii unaonyesha imani ya kina katika mpango wa Mungu. Mfano huu unatukumbusha umuhimu wa kufuata mwongozo wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu wenyewe. Wakati mwingine njia ya Mungu inaweza isilingane na tulichokuwa tumepanga, lakini kuamini mwelekeo wake kunaongoza kwenye kusudi kubwa zaidi. Maombi na uwazi kwa Roho Mtakatifu hutusaidia kutambua hatua ambazo tumeitwa kuchukua. Somo la kwanza inatualika kutafakari jinsi tunavyoitikia Mungu anapotuongoza njia tofauti. Tunapinga au tunaamini kwamba yeye anajua lililo bora zaidi? Paulo na wenzake wanatutia moyo kuwa na imani na kufuata mahali Roho anapotuongoza. Mpendwa msikilizaji, tunaalikwa kwamba wakili anamshuhudia Yesu. Katika Injili Yesu anazungumza juu ya wakili, Roho Mtakatifu, ambaye anamshuhudia. Roho huwatia nguvu waamini na kuwasaidia kumshuhudia Yesu kupitia maneno na matendo yao. Hii inatukumbusha kwamba hatushuhudii peke yetu. Roho anafanya kazi ndani yetu ili kushiriki ujumbe wa Kristo. Kumshuhudia Yesu si rahisi nyakati zote, hasa tunapokabili changamoto au kuogopa kukataliwa. Roho Mtakatifu hutoa ujasiri na nguvu tunazohitaji ili kuishi kwa imani yetu kwa ujasiri. Uwepo wa Roho Mtakatifu unatuhakikishia kwamba Mungu yuko pamoja nasi tunaposhiriki upendo wake na wengine.
Tafakari hii inatualika kumwamini mtetezi ambaye yuko daima kutuongoza. Somo la kwanza na Injili huangazia jinsi imani inavyoongoza kwenye matendo. Paulo na wenzake wanashiriki Injili na Lydia, ambaye kwa uwazi wake kwa ujumbe unaoongoza kwenye ubatizo na ukarimu wake. Vile vile Roho Mtakatifu anawavuvia waamini kumshuhudia Yesu kupitia matendo na maneno yao. Mpendwa msikilizaji, imani inatuita kuwatumikia wengine, kushiriki Injili na kuishi kwa njia inayoakisi upendo wa Mungu. Mfano wa Lydia unaonesha jinsi ya kupokea neno la Mungu kunaweza kubadilisha maisha na kusababisha ukarimu na huduma. Tafakari hii inatupatia changamoto ya kutegemea mwongozo wa Mungu na kuishi imani yetu kwa ujasiri na upendo. Kwa kumsikiliza Roho Mtakatifu na kumshuhudia Yesu, tunaweza kushiriki upendo wake kwa njia inayoleta matumaini na mabadiliko kwa ulimwengu unaotuzunguka. Mpendwa msikilizaji, ninapotamatisha, tumuombe Roho Mtakatifu atuongoze na kututia nguvu, atusaidie kuamini mpango wa Mungu na kufuata popote atakapotuongoza. Atufundishe kuwa mashuhuda wa Yesu katika maneno na matendo yetu. Imani yetu na itutie moyo wa kuwatumikia wengine kwa upendo na ukarimu. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Franklin Stefano Magacha wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina.